Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena ndugu jamaa na warafiki. Gen Z sasa hivi wameamua kabisa, yani wanacharaza. Pangani, karibu. Asante sana kaka Noro. Kwanza mimi nianze kuwashukuru kwa kazi inayoendelea. Nimekuwa hapa muda, tumekuwa tukiendelea kushauriana, lakini kwa kweli wewe na kaka Sama mnafanya kazi ambayo tunahitaji sana kuwaweka kwenye maombi, kujitolea kupambana na taifa ambalo halina hofu ya Mungu kwa viongozi wake. Ni kazi ambayo ni ya ziada hiyo. Lakini pia niendelee kuwatia tu watu moyo kwamba ushindi upo. Na siku zote ushindi haupatikani kirahisi. Ushindi unapatikana kwa nguvu. Na pia hata ukiangalia Gold mpaka ivutie machoni kwa watu inapita kwenye misukosuko mingi, kwenye moto ambao sio wa kawaida, lakini mwisho wa siku inakuwa Gold. Kwa hiyo ni vijana ambao kwa kweli hata kuweka sura yako hapo na kuongea haya yote tunayozungumza, mimi nasemaga tu kwamba hata sio akili zenu. Mimi na imani kabisa ni akili za Roho Mtakatifu. Anawatia nguvu kufanya haya. Kwa hiyo nawashukuru kwa hilo. Lakini pia niendelee kusema kwamba jamani, tumefika kwenye stage nzuri sana. Na tukitaka kujua tumefika kwenye stage nzuri ni kuangalia hotuba ya yule mama aliyoitoa jana, alivyokuwa amepanic. Kwa mtu wa intelijensia, kwa kumwangalia tu alivyokuwa akizungumza na maneno aliyokuwa akizungumza, unajua kabisa ya kwamba ameshashindwa. Kashakuwa farao, sasa hivi anatapatapa. Na jana angeendelea kuongea yule mama, yamkini hata angeweza kupigana kama angekuwa na watu ambao hawaendani naye, lakini kwa sababu alikuwa tayari ameshatengeneza watu, ndio maana unaona jazba ilikuwa ni kubwa sana kwake. Kwa hiyo huo ni ushindi mojawapo, kwamba tumeshampanikisha na lazima tutatoka na lazima tutatafuta haki yetu. Na tuseme tu kwamba sisi tuko kwenye mikono sahihi, kwa sababu sisi hatuna pesa. Yeye ana pesa, ana dola, ana kila kitu, lakini sisi hatuna chochote. Sisi tuna Roho wa Mungu, ndo anayetuongoza. Kwa hiyo tumeshafika mwisho. Tunasubiri tu kuvuka kwenye hii bahari tuone mji mpya. Basi nikisema hayo, niseme tu lililonileta hapa ni kwamba kwa sasa hivi kaka Nuru na kaka Sama tumekaribia kufika mwisho wa ile tarehe yenyewe. Kwa hiyo mimi ushauri wangu nilikuwa naomba, kwa sababu mnavyokuwa mnapandisha live watu wengi sana wanakuwa wanaomba kupanda, na imani hata nyinyi mnawiwa kumpandisha kila mtu. Na imani hata unapokuwa unashindwa kumpandisha mtu, kwangu mimi ninavyoona na kuwasikiliza kila siku inawauma. Sasa mimi nilikuwa naomba kaka Nuru, ili kuavoid complication ambazo zinazotokea hapa wakati tunapokuwa tunapandisha watu mara kwa mara, kama tulivyompandisha huyu mwingine alivyokuja kuongea mambo ya kipumbavu mambo ya kipumbavu ya UN. Mimi nilikuwa naomba sasa hivi, kwa sababu tuko karibu na mwisho kwenye ile tarehe, kwamba mtu anayetaka kupanda kuzungumza akuombe request mapema, either kuandikie message kwamba mimi nataka kuzungumza, na ujue anataka kuzungumza nini, au amwandikie kaka Sama, ili unapoingia kwenye hii live unajua labda una watu 15 au 20 wamekuomba na watazungumza vitu hivi, ili kuhakikisha ya kwamba tunakoelekea hapa mwishoni tunakuwa tunapata vitu ambavyo ni vya kututia moyo, kututia nguvu na kutufanya tuweze kwenda kwenye ile safari yetu tunayotaka kwenda. Hatuhitaji tena watu sasa hivi wa kutuletea habari ambazo hatuhitaji kuzisikia. Kila kitu tumeshakisikia. Kwa hiyo sasa hivi tunahitaji watu ambao watatutia moyo na watatuambia ni nini cha kufanya, ni tufanye nini, kwa sababu mwisho wa siku lengo letu ni kuyafanya maandamano ya amani, na tunataka sasa hivi kupata Noro ni jinsi gani ya kukamilisha maandamano yetu ya amani. Kwa hiyo nilikuwa naomba kwa sasa, hizi nyakati za mwisho, kwa sababu hapa muovu sasa atatumia wale watu wake au vijana wa 10,000. Tunavyoendelea kufika mwisho watapewa wengi sana. Kwa hiyo wengi wanaweza wakajitokeza, wanataka kuongea, wanajifanya wana point, alafu wakaja kutuanza kutumwambia mambo ambayo hatutaki kuyasikia. Wanakuwa wanatupotezea muda kwa wale watu ambao wanataka kuongea vitu vya muhimu. Kwa yule mtu ambaye anaona kama anataka kuongea mambo ya muhimu na yuko tayari kwenye live, mimi nilikuwa na shauri angekutafuta mapema, ukajua kabisa na orodha watu 30 wanataka kuzungumza, ili wanapokuja hapa unampa 1, 2, 3, tunakuwa tunasikiliza vile vitu, tunaviweka kwa ajili ya kujitayarisha kutoka. Lakini mimi nasema kaka Nuru, ndio kaka Nuru, mimi nadhani nimemaliza. Okay, nani alikuwa anataka kusoma hiyo nini? Unasoma wasomee hiyo address basi mara moja. Usingi
Sawa. Hii jamani nasoma kutoka kwenye website ya UN official kabisa hapo Tanzania, United Nations Tanzania. Contact us. Katika hii website yao makao makuu ya UN ni PSSF building plot number 3 Sam Nujoma Road. Sanduku la posta 9182 Dar es Salaam. Hii Sam Nujoma Road, hilo jengo la PSSF ndio hilo jengo kubwa hapo kabla ya kufika Mlimani City kwa watu wanaotokea Ubungo, na ni baada ya kuipita Mlimani City kwa watu watatokea upande wa Mwenge. Liko katikati ya Mlimani kabla ya kufika Mlimani City ukiwa unatokea Ubungo, baada ya kutoka tu Mlimani City. Tapuni. Kuna jengo la PSSF, ni jengo refu ndio liko hapo. Ila kuna watu walikuwa wanasema, wengine wasema iko Masaki kwa wapi. Kuna mawakala au taasisi ambazo zipo chini ya UN ndo zinakuwa na ofisi zao ndogo ndogo, ambazo kuna moja iko Kinondoni Ada Estate, kuna nyingine ipo House Maktaba Square Posta, kuna nyingine ipo Ruhinde Street Kinondoni, kuna nyingine ipo Msasani, kuna nyingine ipo Masaki UN for Women ya wanawake, kuna UN AIDS ipo Ostadei kwa masuala ya misaada, kuna hii UNCDF ipo Masaki, kuna UNDP yenyewe pia iko hapo. Lakini katika hayo makao makuu ndo kuna ofisi kubwa 3. Kuna mawakala wakubwa 3 wa UN. UNDP iko pale, PSSF Taya hii katikati ya Mlimani City, na IFAD na wenyewe wako pale pamoja na hao watu wanaohusika na masuala ya misaada wa UN. Kwa hiyo makao makuu ya UN ni jengo la PSSF building Sam Nujoma Road, ambayo ni barabara ya kutoka Ubungo kuelekea Mlimani City hadi Mwenge, na kutoka Mwenge kuelekea Ubungo kupitia Mlimani City. Kwa hiyo ni hapa katikati. Asante. Okay, karibu Wanu. Fungua mic. Wanu. Ndugu zangu wa Instagram, wa TikTok, msaideni kutap screen. Taponi screen. Okay, asante kaka Sama, nashukuru. Mimi ndugu zangu nina pointi chache tu za kusisitiza kuhusu tarehe 9. Chache tu ambazo ningependa kuzihimiza sana kama watu wengi wazitilie maanani. Cha kwanza, tunapotoka kwenda tarehe 9 kwenye maandamano yetu, kila mtu atambue ya kwamba maandamano yetu ni ya kudumu. Kila mtu ajue hilo jamani ndugu zangu. Asitokee mtu yoyote akaenda kwenye maandamano za kwake hizo, kama anaenda asubuhi jioni anarudi nyumbani. Hilo tulifuata akili zetu. Maandamano yako ujue kabisa kama maandamano haya na kuingia sitarudi nyumbani mpaka ukombozi umepatikana. Hicho ni cha kwanza ndugu zangu. Cha pili, tuepushe makundi. Tutengeneze kundi moja kubwa, kundi moja lenye nguvu, kundi moja ambalo halirudi nyuma. Hicho ni cha pili. Cha tatu, tusikubali kutawanywa kwa namna yoyote ile, iwe mabomu, iwe ni risasi, iwe ni nini, tusikubali kutawanywa. Tukiwa kundi moja, liwe ni kundi moja ambalo linasonga mbele tu. Kuwe na polisi, kuwe na wanajeshi, kuwe na nani, tusikubali kutawanyika. Kelvin naomba request sasa. Ndio hapo ambao wanatumia nafasi kuanza kutukamata wenzetu na baadhi yetu kuanza kuwazuru. Hicho ni cha tatu. Cha nne, tusikubali mwenzetu yote achukuliwe. Kama tupo watu 500 ili wamchukue mwenzetu mmoja, basi watuchukue wote 500. Tusikubali mwenzetu yote achukuliwe. Wale wajinga sasa hivi mazingira hayawaruhusu kuua. Wanachokifanya wale wajinga ni kuwachukua wale kwa kitendo kwa wazuie pembeni. Tusikubali mwenzetu yoyote achukuliwe. Ndugu zangu, ni hayo tu kwa leo. Naomba nipe nafasi kwa wengine. Okay, safi sana. Kuna comment hapa inasema Machozi uko hapa. Machozi naomba ikiwezekana tuombe tuungane na Maria kwenye bunge la mtandao wa X ili tusichanganyane. Safi kabisa, wazo zuri. Mwambieni kabisa Maria kesho tutaungana naye. Karibu Duda. Asante kambili. Fungua mic. Bwana Nuru. Yo. Mwambie kama yani hilo zoezi la kuungana na Sister Maria sio zoezi la kesho peke yake. Yani mpaka siku yenyewe ya tukio. Ndio namkaribisha. Ingekuwa poa zaidi.
ataongea kwa niaba yangu moja, ili nimeunganisha na nyie pia mnasikilizwa, kuna watu, kwa hiyo nasikia mjadala wenu. Karibu dokta. Ni mtandao gani? Duda. Clubhouse. Okay, Clubhouse. Okay, karibuni. Kanoro. Naomba niombe watu wanifollow ili niweze kufungua live. Ina mashirika mengi. Ngoja kwanza saudi. Coordinator anakuwa mmoja, anaitwa resident coordinator, ambaye ofisi yake ndio itakuwa kwenye hilo jengo la Sam Nujoma. Zile ofisi nyingine ni za agency mbalimbali. Kwa hiyo kama ni kupeleka barua au kumuona au vipi, ni hiyo ofisi ya Sam Nujoma, na hiyo siku watakuwa likizo, lakini kama walipelekewa taarifa lazima watatuma representative. Kuweko pale UN kwa watu wanaweza kulindwa, lakini UN kawaida hawaandamani. UN kawaida hawatoi jeshi la kulinda wananchi. Wanatoa jeshi, kuna vitu vikitokea wanaweza kutoa jeshi, Peace Corps, lakini sio kwa ajili ya maandamano. Tukilijua hilo linatosha. Sasa huyu mbona anatuchanganya tena? Huyo mamluki katumwa huyo, sio bure. Huyo mamluki huyo, oya Sama, huyo toeni kabisa huyo. Tumwambia tunaenda kuomba jeshi pale UN. Yeye amesikia tunaenda kuomba si jeshi. Tumwambia tunaenda kuomba jeshi UN, sisi mura. Chizi kweli huyo. Tunachokwenda kukifuata pale ni kupaza sauti yetu, sauti sisi wameshatupa barua, wametuambia tutakwenda pale na hamna mtu tunachoenda. Jamani, sikiliza jamani, waelewe tunachoenda UN ni kama tunaenda kupeleka taarifa, kwa sababu wenyewe wana mkono mrefu. Sio, unanisikia? Tunapoenda pale tunaenda kulia, tunaenda kupaza sauti pale kama tunapeleka taarifa tukiwa wote, tukiwa kijiji. Sio mambo ya jeshi, tutaki jeshi kwa sababu hatuendi kupigana sisi. Na ndio maana tumesema tukitoka pale tunaanza kwenye kuparalyze vitu vya muhimu mura. Yaani safari ni kukutana pale tunaanza sasa. Achanene nao tunaanza. Jamani, naombeni mumfollow nani watu 1300. Naombeni watu wote tumfollow Saudi Arabia. Ataanza kufungua naye live kwa ajili ya nani? Hizi siku chache. Tuwaalika wanaharibu, si kwa nini? Naombeni tumfollow Saudia. Watu wote naombeni tafadhali. Lakini Nuru, naona kama vitu tunachanganyana. Hivi vitu vya wapi tunakutana, maandamano yanaanzia wapi? Hiyo ilishasemwa na nani na Abil Kabil. Sasa naona kama mtachanganya watu. Mtachanganya, ndio maana bado tuko kwenye discussion. Ni location zinatolewa tu. Naombeni watu wote tumfollow Saudia. Karibu do it. Mnapandishaje watu ambao wana mrengo tofauti na sisi? Damn. Hiyo ndio inaumiza zaidi yani. Machomwe karibu. Dakika 2 tufunge au? Tumekaribia kufunga hata hivyo. Mimi mwenyewe nimekaribia kutoka. Kifika saa 6 kamili. Naombeni watu 1000 wote tumfollow Saudi. Machomwe. DJ alikuwa hajaongea, naona net yake. Machomwe itafahamika. Jose hebu panda kwanza hapa. Kuna muda ulikuwa na nani lakini ulikuwa internet yako sio ilifanyaje? Panda kwanza. Unaweza kuongea au tusubiri? Subiri, nataka nione nani. Lendu karibu. Sama kama hawapo ni waruhusu watu wangu wako tayari muda wote. Basi huyu hapo yupo mmoja. Ongea nani hapo alafu baadaye tumrudishie Nuru. Kwema lakini jamani. Sio kwema. Kwema tu, karibu. Asante. Nimetoka kwenye live na wengine huko watu wamelala, nimebaki peke yangu ndo nikataka live nimepata mwingine bora nimewapata. Kwa nini sasa usiongee? Maana sasa hebu ingia kwenye mada bosi. Ili urekebishe muda. Nuru kuna huyu Pangani kasema na taarifa, baadaye sijui utamsikiliza. Huyu nimempandisha Pangani. Sawa, tasikiliza. Toke kwa wingi. Ndo langu kubwa. Mimi naomba tu vijana tutoke kwa wingi, tushikamane,
tunahitaji maandamano ya amani, isiwemo na vita ndani yake. Japo tumesikia kuna wenzetu huko wamekaa kabisa kwenye mtandao wa kijamii wanasema wamejipanga wanakuja kwa machozi. Nitumie hizo clip basi mama. Tunahitaji nchi yetu, tunaandamana kwa amani, tunahitaji ujumbe wetu fike inapotakiwa na andamani ipo kikatiba. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna wengine wanaingia kwenye live za watu na comment kataa maandamano siku nini, yani hao machawa wanataka tuwafikishie ujumbe wao. Maandamano sisi hatuache, tutaandamana na lazima tufikishe ujumbe wetu tunapotaka. Sisi hatumhitaji rais wetu aliyopo madarakani, hatujamchagua. Sasa kuna haja gani ya kuendelea kuishi nao? Kama mtu anaingia, wewe rekebisha kauli yako bana. Hatumkubali rais wetu. Rais kivipi? Hebu kwa makini bana tafadhali. So mwenzetu huyo jamani, hizo kauli zenu, kauli zake zishikili. Yani kauli kama na hizo ujua huyo Kaka Nuru, naomba nichangie jambo nimeomba muda mrefu. Watu wenye kuongea vizuri. Subiri kwanza pangani. Usijali, tutapata muda utachangia. Sasa nachangia kwa melala. Malizia basi nani, ongea basi haraka kama vile sauti ya mamlaka, kama mwanaume kaza sauti basi. Ongea yani ile kiamsha hata mtu anaogopa. Yani waache kubana pua, washushe nyundo. Haina neno, nimekuelewa. Okay basi. Kubana pua hapa marufuku. Kwa sababu toa sauti ya mamlaka. Asubuhi utaongeza sauti. Nani we Gums, malizia hapo turudi kule moja kwa moja mpaka tumsubiri DJD aje. Ili turudi kule kwa Nuru Vaz. Ila tutashinda. Yes. Nani sijui jina lako hapo Tasiri. Jim Store fungua mic. Jim Store moja. Jim Store amelala. Nuru karibu. Alright. Kelvin karibu. Okay, asante sana. Kwanza napenda kuwashukuru sana. Ndani ya mwezi mzima mimi nimepata nafasi kidogo kuzungumza japo kidogo. Mimi nilikuwa na mawazo mawili matatu. La kwanza, kutokana na maandamano yetu ya tarehe 9. Nimekuwa nikifuatilia kwa makini tunatakiwa tujipange vipi kama sisi Gen Z. Niliangalia ile kwanza ripoti ya huyu wanaomuita rais wao. Sio rais wangu mimi au sio rais wetu sisi Gen Z. Kwamba kuna hichi. Pangani mute. Endelea. Unanisikia? Endelea. Okay. Kitu cha kwanza, nimeangalia ile taarifa zile ripoti alizozitoa na ile kauli zake. Yani imenichangaza. Hiyo tuachane nao. Jana nimefuatilia nikaangalia taarifa yule wa jeshi la polisi, je alikuwa afisa gani wa jeshi la polisi? Anaisema kwamba Gen Z wanapanga hivi na hivi, ambao ni upumbavu, ni ujinga, ni upuuzi mtupu. Lakini mimi nimejaribu kufuatilia kwa makini sana kwa ndugu zangu na watu wangu wa karibu. Nataka nitoe rai kwa sisi Gen Z wote, ni kwamba kinachotumika sasa hivi kwa kwetu kule Bongo. Naomba sana mnisikilize kwa hapo. Kwa kwetu kule Bongo, wale wenzetu waliopewa msamaha, ndugu zetu, marafiki zetu, jamaa zetu. Mimi nimepoteza ndugu zangu 4 na uchungu kuliko mtu yote. Wanaenda kubembelezwa ndani kwamba wengine wataitwa kwenye media watoe kauli hizi, wengine wataitwa kwenye hichi watoe kauli hizi ili kuzovisha maandamano ya tarehe 9. Ili la kwanza naomba kuomba, mimi sifichi, mimi hata kwenye profile yangu uenda kwenye nani unanikuta ni jina langu sijaficha, hata picha zangu siogopi. I'm ready to die anytime. I'm ready to be kidnapped anytime. I don't care. That's what's up. Sifichi kabisa. Lili, mimi nilikuwa CCM, tena nimekuwa katibu mwenezi jimbo la Chukwani. Ule Mahmudu Sabiti Kombo anaweza kunifahamu. Nasema kama Kevin,
Mimi nasema I'm in Italy. Niko Italy. Sifichi. Serious. Mahmudu Thabit Kombo alikuwa balozi wangu hapa. Anapiga debe kugombea uwakilishi Zanzibar. Mimi nilikuwa katibu mwenezi wa jimbo la Chukwani. Sio kama nasema kwa kuficha wala kukumogopa mtu. Mimi ni Kevin, nitabaki kuwa Kevin. I'm ready to die anytime, lakini kwa haki ya nchi. Napoongea kitu serious kwa mapinduzi ya nchi au tunataka haki, lazima haki iendelee. Naumizwa sana na hivi vitu vinavyoendelea. Nimekuwa nikifuatilia, nimeanza live ya mwanzo imeingia, ilikuwa dada mmoja aitwa Mama Mkwe. Nilivutiwa, ndio nimekuta Sama, nimekuta Nurvazi. Lakini tuangalie kitu cha kwanza, naomba kutoa rai. Mimi nina watu wengi sana na wajua, na wanapata hata issue za ndani zaidi. Kuna mambo mengi yanaendelea, kuna watu wetu, ndugu zetu wengine wanarubuniwa mpaka saizi pesa zinatembea. Kwa tunachopanga chochote, hata ndugu zetu tuwaambie, ikibidi tusitishe hata misaada. Nimwambie kama wewe kaka yangu, mdogo wangu, dada yangu, ukinisaliti mimi upate tena shilingi. Kwa sababu wengine wanatuangalia hata sisi wenyewe. Hii nasema tuwe serious ndugu zangu. Tuache tu kwamba tunaongea hapa, kesho babangu yuko CCM, afu ataka shilingi 200 yangu namtumia, afu yeye mwenyewe tu ananisaliti mimi. Tuachane na hivyo kama kweli sisi tunataka kuikomboa nchi yetu. Me, I'm ready to die. Kweli sifichi. Niko tayari kufa sasa hivi, lakini kuacha maisha bora kwa watoto wetu, vizazi vyetu vinavyokuja. Naomba kuwasihi sana tunaongea humu. Samia nimesikiza ile hotuba yake ile. Bumbavu. Nimesikiza hotuba yake. Anasema na wasikiliza, sijui kuna wengine wameniomba hivi, anakuja anasema sijui niliwasaidia hivi. Kumbe yani afu kwa mjinga, hata sijui hata Umoja wa Mataifa wanamfikiria vipi. Kwamba wengine niliwasaidia pesa, wengine wasaidia. Kumbe alikuwa na honga akitegemea kwamba atasaidiwa. Alikuwa na honga labda kuwateka wengine, kwa sababu kuna viongozi wengine wateka ndio wao, kina Baba Levo alikuwa si Chadema, si alikuwa chama gani, baadaye kaja huku. Alikuwa ategemea vitu kama hivyo puzi. Kelvin, una sekunde 50 malizia. Mimi in short nasema, labda pointi ya mwisho niseme kwamba niwaombe tuweke pointi 3 kwamba wanaokutana Dar es Salaam tuambie watakutana sehemu fulani, hata mikoani tutoe location. Kwa sababu wote si wapo Dar es Salaam. Kuna wengine wako Tabora, wengine wako Mbeya, wengine wako Mwanza, wengine wako wapi. Tujaribu kama viongozi nyinyi, mimi ndio mara ya kwanza naongea leo, tuwape location na wengine, sio isionekane kwamba maandamano yalikuwa Dar es Salaam tu. Waambiwe wanakutana wapi. Okay, Kevin, tunashukuru sana, muda wako umeisha. God bless you. Thank you. Asante sana. Pamoja sana. Yes guys, mmeona video ilivyokuwepo. Nakwambia kweli, Tanzania hakuna amani, tuseme ukweli. Ukianza kuona watu wanapishana maneno hivi, kuna vuta ni kuvute, serikali anavuta upande wake, vijana anavuta upande wao, wazee wanavuta upande wao, ujue hiyo nchi inaelekea kubaya.